Nashukuru Bwana kwa kunipa nafasi hii kaweze kushiriki neno lake. Nimekuwa kwa mfungo kwa wiki nzima, na haukuwa mfungo wa sheria, ulikuwa ni mfungo wa kutii sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama ungekuwa ni wa sheria, tungelazimishana na tungepigiana simu kila asubuhi kuuliza kama umeanza kufunga. Lakini kwa kuwa haikuwa sheria, ilikuwa ni mfungo, na nikasema jioni tutakuwa tunafungua. Na ukifika mahali ukalemewa, fungua, kwa sababu sio mfungo wa sheria. Bwana Yesu asifiwe. Tukiuweka sheria hautafanya kazi. Mfungo huu tukiuweka wa sheria hautafanya kazi. Lakini ukisikiza sauti ya Mungu, ila mwili usikulemee, maana mwili ukikulemea pia ni hatari. Utakuongoza vile mwili unataka. Lakini Roho wa Mungu anapokuwa na nguvu ndani ya maisha yako, Roho wa Mungu ongezeka ndani yako, yani mtu anaitwa mtu wa ndani, ambaye ni Mungu ambaye anaishi ndani yetu, Roho Mtakatifu. Atakapoongezeka ndani yako, mwili huu hautakuwa na nguvu. Mwili hautakuwa na mamlaka. Sauti za mwili hazitakuongelesha uende kinyume na Mungu aliye ndani yako. Na akikuongelesha pia, huyo mwili akikuongelesha, uko na haki ya kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndio nikasema haukuwa mfungo wa kulazimishana, kwa sababu kila mara mimi wanasema maisha haya ya kiroho, maisha ya kwako, wokovu ulio nao ni maisha yako, si maisha ya pasta, si maisha ya mamako, si maisha ya babako, ni maisha ya kwako mwenyewe. Vile unavyolala usiku unajua mwenyewe. Yale yanayokutokea wakati wa giza unajua wewe mwenyewe. Njia unazozipita mchana wakati hatukuoni unajua wewe mwenyewe. Tabia zako za mchana unajua wewe mwenyewe. Pastor ajui. Kule unapoenda kujionyesha mchana ama usiku, wewe ndio unayejua. Hiyo ni siri yako. Lakini kuna zaidi anajua siri yako, ambaye ako juu. Hauwezi ukamficha chochote. Utaenda pale, utafanya vile utafanya, lakini aliye juu anakuona. Na aliye juu akosei. Na aliye juu achelewi. Na afiki mapema, huwa anafika kwa wakati wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo tutakuwa tunamaliza mfungo wetu. Tukimaliza ibada hapa, tukiondoka tukienda nyumbani, tutakuwa tumemaliza mfungo wetu. Bwana Yesu asifiwe. Sio sheria ati mpaka tena tungoje saa 12. Kwani kuna watu ambao kwa saa 12 tayari ishafika. Kuna watu ambao saa hii ndio kwao, hata wanaendelea ndio wanaota ndoto kwa sababu ya usingizi. Kwao ni usiku, lakini kwetu ni asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wakati wa rapture Biblia inasema kuna wenye watakuwa wanachota maji, mmoja atachukuliwa, mwingine ataachwa. Kuna wengine watakuwa wanachuma kuni waende wapike, mmoja atachukuliwa, mwingine ataachwa. Na hivyo inasema wengine watakuwa wamelala usiku. Sasa watakuwa wamelala, mmoja ataenda, mwingine ataachwa. Kwa nini? Dunia hii inapozunguka, jua linapochomoka pale likiishia pale, kuna kwengine pale linaenda kuishia bado halijaishia. Kwa hivyo bado ni giza, maana hii dunia ni duara, ni mzunguko. So ndio maana akisema hivyo alijua kuna wakati kutakuwa wengine ni mchana na kuna wakati wengine watakuwa ni usiku. Kwa hivyo fanyia kazi wokovu wako, fanyia kazi imani yako, na kufunga huku ujue ni kwa faida. Kwa nini tufunge? Tunafunga ili tukaweze kuwa na nguvu zaidi ya kushinda
yule mwovu Shetani. Maana kuna mambo mengine usipofunga na kuomba hutaweza kuyamudu katika ulimwengu wa roho. Yesu akinena zaidi katika kitabu cha Luka 4:4 anamjibu Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Tusome hapo Luka 4:4. Luka 4:4. Wakati Yesu alipokuwa jangwani katika mfungo wake, alitembelewa na mambo mengi. Kuna vitu vingi aliona, na ninajua hata wewe ulipokuwa ukifunga mfungo huu, kuna vitu vingi, kuna majaribu mengi yamekujia, kuna misongo mingi imekujia kwa sababu umefunga ili ukaweze kuacha kufunga kwako. Lakini ninashukuru Mungu, maana wengi wenu mmeshinda, hamkushindwa. Misongo imekuja, wengine mmevamiwa na magonjwa, wengine kuna vituko vya aina fulani vimewafikia, lakini maandiko yanasema ya kwamba jipe moyo. Yesu anasema jipe moyo, jitie moyo, kwa sababu mambo ambayo yanakujilia wewe ni mambo ya kukufanya imani yako ikaongezeke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kichwa cha ujumbe wangu nitasema ya kwamba jipe moyo. Jipe moyo. Ujumbe ambao nitaupeana siku ya leo, jipe moyo. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma hapo, tutaenda tena Wakorintho wa kwanza, inazungumzia juu ya wana wa Israeli. Wana wa Israeli wanapofuka ule mto, wakabatizwa na wingu likawa liko juu yao, na maandiko yanasema ya kwamba walipokuwa wakienda, wale walitii, walifika katika nchi ya ahadi. Wale walianza kuabudu miungu mingine na kusikiza sauti za kwao, sauti za miungu, hawakufika katika nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Kama Yesu angeisikiza sauti ya Shetani, angeshinda saumu yake, lakini Yesu mwenyewe alikuwa ni Mungu. Hata hayo maandiko ya Wakorintho 1:10 ukisoma ya kwanza, kuna mahali mstari unaosema na yule mharibifu akaanza kuharibu wale wana wa Israeli. Na mharibifu tena ametajwa katika kitabu cha Isaya 54 mstari wa 16. So mara ya pili mharibifu ametajwa tena akiwafuata wana wa Israeli. Wacha tusome tasoma kwa Biblia ya Kiswahili. Maandiko yanasema katika kitabu cha Luka 4, taanzia mstari wa kwanza tu. Na Yesu amejaa Roho Mtakatifu, alirudi kutoka Yordani, akaongozwa na Roho muda wa siku 40 nyikani, akijaribiwa na Ibilisi, na siku hizo alikuwa hali kitu. Hata zilipotimia, aliona njaa. Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe ili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Akampandisha juu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu kwa dakika moja. Ibilisi akamwambia, nitakupa wewe enzi hii yote na fahari yake,
kwa kuwa imo mikononi mwangu, nami umpa yeyote kama nipendavyo. Basi wewe ukishuhudu mbele za yangu, yote yatakuwa yako. Mstari wa 8. Yesu akamjibu akamwambia, imeandikwa, mshuhudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Akamwongoza mpaka Yerusalemu, akamweka juu ya kinara cha hekalu. Akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake wakulinde. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Hebu tusome Mathayo 4:4. Mathayo 4:4 inasema, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nimesoma hivyo kwa sababu Luka hakumalizia. Notice kitu hapo? Luka hakumalizia. Lakini hapa Mathayo imetuambia vizuri. Ndio nikawaambia muwe makini sana na hizi Biblia. Amen. Mungu ana makosa, lakini mwanadamu ameingilia hii Biblia. Anatumia kompyuta, so anaandika kama hajui anaandika nini. Kwa hivyo Mathayo amekamilisha chenye nilikuwa nataka. Bwana Yesu asifiwe. Nataka twende kwa Korintho wa kwanza mlango wa 10. Nasoma tu maandiko alafu ndio tuweze kuelezana. Kifika utaniambia umefika. Nataka tuwe sote pamoja. Nataka sote tuwe kitu kimoja. So ukifika utaniambia umefika. Korintho, 1 Corinthians chapter 10, tutaanza mstari wa kwanza. 1 Corinthians chapter 10, tutaanza mstari wa kwanza. Wa Korintho ni wa kwanza, kianza mlango tu ni huo wa 10 kuanzia mstari wa kwanza. Kama umepata kwa lugha ya Kiswahili, unaweza kutusomea. Patie Moses yasome. Hiyo light hapo na ita affect. Moses, umepata kwa Kiswahili? Acha asome, but hiyo light itamuaffect ukimchukua. Ni vizuri mwenye anasoma pia kuchukuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ndugu zangu, sipendi mkose kufahamu ya kuwa baba zetu walikuwa wote chini ya wingu. Wote wakapita kati ya bahari. Kwa hivyo msisahau kana kwamba baba zetu walikuwa chini ya wingu, wakapita chini ya bahari. Bahari hiyo ni gani? Pale walivuka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya, endelea tu. Mstari wa 2. Wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari. Wote wakabatizwa. Kwa hivyo walipovuka ule mto, imagine hapo ndio wana wa Israeli walipokea ubatizo. Because kuna ubatizo huu uliokuja wakati wa Yohana Mbatizaji. Hata mpaka akaitwa Yohana Mbatizaji.
akabatizwa akaitwa Yohana Mbatizaji. Sasa kuna huo ubatizo ulikuwa wa kwanza, walibatizwa kupitia hivi. Kwa hivyo ubatizo ulianza kitambo. Endelea. Mstari wa 3. Wote wakala chakula kile kile cha roho. Wakala chakula kile kile cha roho ambacho saa hii ndio tunakula sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 4. Wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho. Kama vile tunavyoshiriki meza ya Bwana tunapokula mkate. Kwa hivyo tunakula Yesu, tunakunywa Yesu. Kwa maana waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Endelea. Mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kwa hivyo Kristo alikuweko kabla hata safari ya wana wa Israeli kukua. Kabla ya huko Misri, Yesu alikuwa, maana ndiye aliyeumba vitu vyote. Kwa hivyo walikuwa wanafuata mwamba upi? Ule wa Yesu, si ndio? Haya, tuendelee. Mstari wa 5. Lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao. Basi katika baadhi yao hao kuna wenye Mungu hakupendezwa na wao, maana waliangamizwa jangwani. Wakaangamizwa wapi? Jangwani. Mstari wa 6. Basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutumaini mabaya, kama wale nao walivyotamani. Endelea tu. Wala msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa. Kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wacheze. Wala msifanye uasherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Watu 23,000. Juzi kumeanguka 20 na ngapi Nairobi? 24, na wanaendelea Kenya nzima, nasikia wamefika 28. Wala tusimjaribu Bwana kama wengine wao walivyomjaribu, wakaharibiwa na nyoka. Wakaharibiwa na nyoka. Hapo nilikuwa nataka tufike. Wakaharibiwa na nyoka. Huo ni mstari wa ngapi? Hapo wamesema wakaharibiwa na nyoka. Wa 9. Haya, wa 10 unasemaje? Wala msinung'unike kama wengine wao walivyonung'unika, wakaharibiwa na mharabu. Basi wakaharibiwa na mharabu, lakini ni mharibu. Hebu angalia vizuri spelling, ni mharibu, ni mharabu. Kwa hivyo Waarabu si mchezo, ndio hiyo inaelekea Irani. Irani ni Mwarabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo tusicheze na Waarabu. Na saa hizi ndio vita ndio hizo zinaendelea. Lakini wale watasimama na neno la Mungu, Mwarabu hata wafikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hai, neno ni tamu. Na kuna mambo mengi bado hatujajua. Haleluya. Amen. Nashukuru Bwana, asante Moses kwa kusomea. Nashukuru Bwana, tumeenda tu taratibu, kila mtu ameelewa. Lakini ujumbe wangu wa kwanza, vile nilivyotangulia, kichwa cha ujumbe ni kwamba jipe moyo, majaribu yatakuja. Bwana Yesu asifiwe. Tutajaribiwa kwa kila njia, lakini Mungu akaongea na mimi kwamba wiki hii ambayo imeisha tuwe na mfungo wa siku 7. Kwa sababu gani? Haya ambayo yametajwa hapa, manake baba zetu walitembea chini ya jua, chini ya wingu. So kuna vitu vingi wazazi wetu walitembelea chini yake na wakaiga, na kwa sababu hiyo damu yao ndio imetuzaa. Na kwa sababu hiyo kuna mambo mengi unapookoka huwa unayapitia. Kuna vita vingi unapookoka unapitia. Kwa hivyo Mungu aliona haya yatakuwa na kizazi cha wana wa Israeli, kwa sababu ya kwamba Musa alipokuwa akiwaongoza wana wa Israeli
Mungu alikuwa amekwishaona kuna mambo yatakayotokea na akawaonya na mapema. Nami ninawaonya na mapema, kuna vitu ambavyo vitawatokea hata baada ya kufunga. Kuna majaribu bado yatakuja hata baada ya kuwa mmefunga. Haimaanishi ya kwamba umefunga siku 7 ati sasa majaribu hayatakuja. Kufunga huku tumefunga ni Mungu aweze kukuweka katika kiwango kingine. Kama ulikuwa katika kiwango cha mwezi wa pili na mwaka ukianza, kiwango cha 2025, Mungu akuweke kiwango kingine katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akiwa pale nyikani wakati wa kufunga kwake siku 40 usiku na mchana, maandiko yanasema pale pale wakati anafunga, adui ndiye anapokuja. Shetani mwenyewe amekuja mwenyewe, hakutumana, kwa sababu bado alikuwa hajafungwa. Yesu alipokufa ndiye alimtembelea huko kuzimu, ndiye akamfunga na minyororo. Kwa hivyo wakati Yesu ako katika mfungo wake, shetani bado yuko uhuru, ako duniani, anatangatanga tangia siku zile za Ayubu. Anapoulizwa unatoka wapi, naye anasema, manake anaomba ruhusa amjaribu Ayubu, naye Mungu anamuuliza wewe unatoka wapi? Shetani anamwambia mimi niko duniani ninatangatanga nikitafuta wa kuweza kummaliza, na akawa anaomba ruhusa ili aweze kumshambulia Ayubu. Na Biblia tunaona pale, basi Mungu kamruhusu amshambulie, lakini asiguse roho yake, kwa sababu roho yako, hapo ndipo kuna hazina yako ya maisha. Roho yako, hapo ndipo kuna madhabahu ambayo Mungu anaweza kuongea na wewe. Usiogope kile ambacho kinaweza kuleta madhara katika mwili na damu, bali ukaogope kile ambacho kinaweza maliza roho na mwili, naye anayo na uwezo huyo ni Mungu peke yake. Shetani hana uwezo, kwani yeye aliumiza ngozi ya Ayubu na hana budi. Ikiwa alijitoa mpaka akamfuata Yesu mwenyewe, je, wewe ni nani asikufuate? Hata kama amefungwa leo gerezani, amefungwa miaka, mpaka siku ya mwisho ndipo atakapofunguliwa, wakati wa tarumbeta itakapolia. Maanake hapo sasa atafunguliwa, ndio ashikane na wafuasi wake, wale ambao kitu cha kwanza walikataa wokovu, wale ambao hawataki kutii sauti ya Mungu, wale ambao hawataki kufanya mapenzi ya Mungu. Maana kuokoka pia si kazi. Unaweza okoka, lakini kama ufanyi mapenzi ya Mungu, maandiko yanasema Mathayo 7:21 kwamba mtaambiwa ondokeni, siwajui nyinyi wanafiki. Mlihubiri ndio kwa jina langu, mliombea watu kwa jina langu, mliponya watu kwa jina langu, lakini leo siwajui, ondokeni nyinyi wanafiki. Maana mlifanya kwa kujionyesha, hamukuwa mnamaanisha, hamukuwa mumekiri, hamukuwa mnamaanisha ule wokovu, ile seriousness. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo anakuja kumjaribu Yesu, naye Yesu ako tayari. Yesu amejihami vya kutosha, Yesu amechaji, na Yesu ni Mungu. Adui anayajua maandiko vizuri, maana ukienda katika kitabu cha Kutoka, pia kitabu cha Numbers, utaona kinazungumzia habari ya 10 commandments. Kuna ile inasema ya kwamba msiabudu miungu mingine, na hata hapa tumesoma, si tumesoma katika kitabu cha Wakorintho, inasema, inaonya kuhusu kuiabudu miungu. Sasa shetani anataka aabudiwe na yeye ni miungu, na anasahau kwamba anayemwambia muabudu ni Mungu, na Mungu mwenyewe ndiye aliyetoa amri ya kwamba msiabudu miungu. Kwa hivyo nashukuru kwa sababu aliyetafutwa ajaribiwe, yule aliyetembelewa ajaribiwe, ndiye mtunga sheria, ndiye aliyetengeneza hii katiba ambayo ndio maandiko tunayoyasoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo mimi nimekuja kukutia moyo
ya kwamba ni sawa umefunga, lakini usiache kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Umefunga, usiache kumtafuta Mungu. Usipunguze ile spidi ambayo umekuwa nayo kwa hizi siku 7. Endelea kuomba. Na nikwambie siri moja ya kuomba, maombi ya mwenye haki yana upenyo zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Maombi ya mwenye haki. Mimi nataka nikwambie ya kwamba unapofungua kinywa chako na kuomba, kuna miale ya moto huwa inatoka katika kinywa chako. Bora tu unapoomba unajiaminia kwamba wewe unaomba nani na unajua kwa nini unaomba. Manake kuna maombi mengine unaomba ni kama unapigana na Mungu. Hayo ya kupigana na Mungu hayasaidii. Unapoomba unajua unaombea nini. Unapoomba unajua unapigana na kitu gani. Mungu kazi yake ni kumshukuru na kuliinua jina lake. Unapomshukuru Mungu na kuliinua jina lake, kuna nguvu itakushukia. So wewe unapomsifu Mungu, unapofungua kinywa chako na kulitaja jina la Bwana, kumuinua Mungu, kumsifu, kumtukuza, kuna nguvu inakujaa. Kwa hivyo unachaji ile betri yako ya kiroho. Unapochaji betri yako ya kiroho, basi sasa unakuwa na nguvu ya kutosha. Na kama sio betri yako ya kiroho unachaji mashini gani yako ya kivita. Unapomsifu Mungu, maandiko yanasema uwepo wake huwa unashuka, nguvu zake zinashuka. Roho wa Mungu anaanza kuwasiliana na wewe. Roho wa Mungu anaanza kukuonyesha mahali kuna hatari kupitia kwa kusifu. Lakini lazima tumsifu na tumwabudu katika kweli na katika roho. John 4:25 and 26. John chapter 4 verse 25 and 26. Wanaomwabudu lazima wamwabudu katika kweli na katika roho. Wanaomsifu lazima wamsifu katika kweli na katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa utaanza kupokea zile nguvu za kiroho. Bwana asifiwe. Usifikiri kubatizwa na Roho Mtakatifu, kujawa na Roho Mtakatifu, usifikirie kwamba ati ndio utakao kuwa na nguvu. Bado uko na nguvu, lakini ukajawa na Roho Mtakatifu zaidi, utakuwa na direct communication ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wale hawajajawa na Roho wa Mungu, mara nyingi Mungu anazungumza na wao kupitia kwa ndoto, anazungumza na wao kupitia kwa nabii. Ndio maana kumekuwa na manabii tangia mwanzo. Ukiangalia Biblia yote, majina yote yaliyotajwa pale, wengi walioandika kitabu cha Agano la Kale ni manabii. Akina Ezekiel, akina Isaya, akina Jeremia, akina Mika. Yaani unakuta ni manabii tu, manabii. Na kwa sababu hiyo hata maisha yako yamejaa unabii. Bwana Yesu asifiwe. Wewe uko na uweza wa kunena kitu chochote katika maisha yako. Watu wengi saa hii wanaangamia kwa sababu wameamini manabii zaidi kuliko Mungu. Wameamini wachungaji zaidi kuliko Mungu. Ati mchungaji asipomfanyia kitu haiwezekani. Ati asipomwombea haiwezekani. Asipomnenea neno haiwezekani. Wacha nikwambie, kile kitu ambacho umebeba kwa sababu ya wokovu wako na Mungu unayemwabudu, siku ile utaweza kukitambua, hautakichezea. Kuna watu wanatoka mbali sana, wanaenda kutafuta maombi. Mtu analipa, hata wengine wanalipa ndege wakatafute maombi mahali. Kwa nini? Wanaangamia kwa sababu hawajui. Na mtu yoyote ambaye anajiita Mkristo, ambaye anajiita mwokovu na hajui Biblia, ndio maana ataendelea kupotea. Kwa sababu hii Biblia imekupatia mandate, imekupatia mamlaka ya kila kitu. Yesu anasema vizuri katika kitabu cha Marko 16 mstari wa 15, anasema nimewapa mamlaka juu ya vitu vyote. Nimewapa mamlaka juu ya inge na nyoka. Nimewapa mamlaka juu ya kukemea pepo. Bwana Yesu asifiwe. Mamlaka haya hutapewa ikiwa umeketi tu. Mamlaka haya hutapewa ikiwa Biblia hii hauisomi.
Mamlaka haya hutapewa ikiwa uombi na ikiwa ufungi. Lazima uwe mtu wa kuomba, uwe mtu wa kufunga, uwe mtu wa kusoma neno. Bwana Yesu asifiwe. Na uwe mtu pia wa bidii ya kanisani. Yes, bidii ya kuja kanisani. Kama una bidii ya kuja kanisani, hiyo neno utalisikia wapi? Kwa sababu kuna kuja kutiana moto. Sisi hapa tunakuja kutiana moto na moyo. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile unavyo kuni zako zikipungua, jirani yako ambaye ni ndugu yako katika maisha haya ya wokovu, mimi nina kuni, wewe una kuni, tukiweka pamoja moto utakuwa zaidi. Kwa hivyo tunakuja kwa nyumba ya Mungu tuje kutiana moyo, tunakuja kuchaji ili tuweze kuwa na nguvu zaidi za kumtumikia huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Otherwise kila mmoja wenu anaweza akahubiri, si ati hawezi akahubiri, lakini tuko hapa. Unaweza amua weke ibada kwa nyumba yako, na hiyo ndio tunaita fellowship. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuja hapa, umoja wetu ni jeshi. Tukija hapa kushikana pamoja na kuomba katika kufunga kwetu na kusoma neno letu, tuwe na sauti moja, tuwe na nia moja. Hivyo ndivyo kanisa litakuwa. Na kanisa la kwanza lazima lianze ndani yako. Yesu akamwambia Petro, juu yako Petro nitalijenga hekalu ambalo malango ya kuzimu hayataweza kupenya. Huyu ni Yesu anaongea na Petro. Petro wa leo ni wewe na mimi. Kanisa ambalo linatakikana lijengwe ni ndani yangu na ndani yako. Na kanisa hili litajengwaje kama hatusomi neno? Litajengwaje kama maombi ya kesha hatuwezi kucha? Litajengwaje kama hatuwezi kufaulu kufunga na kuomba? Litajengwaje kama hatutoi? Bwana Yesu asifiwe. Maana ibada inakamilishwa na vitu vitatu: kusoma neno, kuomba na kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Hata wale waliokuwa katika ushirika, maandiko yanasema waliomba, walisoma neno, wakamsifu Mungu. Hiyo ni ibada. Na mwishowe wakala. Kwa hivyo kuna chakula kilitolewa, wakakula. Nikatoa sadaka ya unga na huyu naye akatoa sadaka ya mboga na tukakula chakula. Ushirika unasema hivyo wa kwanza katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 2. Ukisoma verse 42, baada ya wao kujawa na Roho, utaona kwamba walikuwa pamoja katika fundisho, wakienda nyumba kwa nyumba, wakimega mkate. Kumega mkate, kuna mtu aliyejitolea kutengeneza mkate. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nasi katika ushirika wetu, ili tukaweze kufaulu, lazima vitu hivi vitatu viambatane nasi. Kitu cha kwanza, lazima tuwe waombaji, tuwe wasomaji wa neno. Na tukisoma neno, ile neno likiwa limeingia ndani yetu, tusitoke pale pia na njaa, tukule. Bwana Yesu asifiwe. Kula kwetu kwa pamoja, kuna kitu fulani kinajengeka, kuna bonding fulani inajengeka katika maisha yetu. Kwa sababu hawa watoto hawakuli Holy Communion, lakini ukiwapa mkate na chai watakunywa tukiwa kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kumaanisha tunakaa pamoja. Kuna families ambazo za kina Ishmael, unakuta mara nyingi wao wakila wanatandika. Hata nyumba zao mara nyingi unaweza ukakuta hakuna viti, hakuna sofa set. Kwa nini? Zinawazuia kukaa chini, nafasi ya kutosha kuweka ile jisinia pale, na kila mtu kufanya nini? Kuokota. Kwa hivyo heri wakose sofa set, lakini wako na mahali ambao watatandika mkeka kubwa akae hapo na kila mtu wachofi. Hiyo sisi imetushinda. Si imetushinda? Sasa tuanze ili tukaweze kukua tukiwa kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Tupendane na upendo huu ukazae matunda ambayo yatabadilisha jirani yako. Manake kuna vitu ambavyo vinaweza kukutendekea katika maisha yako. Jirani akaanza kuuliza, na huyu ndio yule alikuwa amesema ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vingine zitafanyika adui akitaka kukuaibisha, lakini kabla adui akushambulie,
Roho wa Mungu atakuongelesha, sauti ya Mungu itakunenea. Kwa nini? Aliyekuokoa si jirani yako, aliyekuokoa si mwanadamu, aliyekuokoa ni Mungu, na huyo Mungu ndiye aliyekutenganisha na wale akakuweka kiwango chingine. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko hapo tumesoma katika kitabu cha Wakorintho mlango wa kwanza mstari wa 10, kifungu cha 10. Ukisoma pale maandiko yanasema wakati wana wa Israeli wanapokuwa katika safari yao wakielekea katika nchi ile ya ahadi, wale walitii sauti ya Mungu, walifika kule walikuwa wanaenda. Lakini wale walianza kugeukia miungu mingine na kufanya mambo ya usherati, yaani kufanya vitu ambavyo havimpendezi Mungu, basi hawakufika. Hizo vitu vinaendelea makanisani. Unakuta hata kwa kwaya wanazungukana wenyewe kwa wenyewe, na mara nyingi shida kama hiyo utakuta kwamba haikuanzia mbali, lazima ilianzia kwa uongozi. Vituko kama hivyo vinaanzia kwa uongozi. Si kuna watu wako makanisani na wanasema hata wameokoka, lakini unakuta mtu huyo analewa, mtu huyo anafuta sigara, anakula muguka, yaani anafanya kila aina ya vituko ambavyo hata ukaja kumwambia kuhusu mambo ya wokovu, yeye hataweza kuamini kama kuokoka kuko hivi. Kwa hivyo lazima tuwe tofauti na wasiokoka. Bwana Yesu asifiwe. Tabia zetu ziwe tofauti, kuongea kwetu kuwe tofauti, mambo tunayoyasikiza pia tuweze kuwa na hekima, tuweze kuwa makini. Usije ukasikiza vitu, kumbuka kenye kinaingia kinaenda kujaza unajisi, na kama kikiingilia hapa kikose kutoka na huku, kinaenda kujenga madhabahu ambayo si sawa ndani ya maisha yako. So kusikiza sauti ambazo zinakurudisha nyuma, kukaa katika vikao ambavyo havimtukuzi Mungu, huko katika hatari kubwa. Enda pale kama unawahubiria kuhusu kuokoka, enda pale kama unawapelekea ujumbe wa Bwana kuhusu mambo ya kuacha dhambi, lakini usiende pale ukae nao uanze kucheka na wao, maana mwisho hawataweza kutofautisha wewe uliokoka na yule ambaye hajaokoka. Kuna msemo unaosema don't argue with a fool because people will never differentiate you. Sawa sawa, hata yulikana aliye mjinga ni nani, manake wataonekana ni wajinga wawili wanaofanya nini, wanaosumbuana. Kuna story moja ya ndugu 7 walikuwa wanavuka mto, na wao ilikuwa ni mara yao ya kwanza kuvuka mto. Tangia wazaliwe, sijui ni nchi gani, hawakuwahi kuona mto. Lakini sasa kukatokea mmoja akawaambia, mahali popote mtakayeenda ona kwamba katikati kunakaa kama barabara, lakini si barabara, manake gari haziwezi pita, mjue huo ndio mto. Walikuwa watu 7 na wakaanza jukumu la kutaka kuvuka ule mto, lakini mto haukuwa na maji, na hawakujua kuwa mto hauko na maji, kwa sababu wao waliambiwa tu kwamba mto utakaa namna gani, lakini ukiwa na maji hawakuambiwa, na ukiwa huna maji hawakuambiwa pia, lakini waliambiwa mto huwa unavukwa. So ukifika mahali kuna mto unavuka, kama vile ukifika mahali kuna bahari, feri, unavuka. Sasa walipofika kwa ule mtu wa kwanza akaanza kuvuka, kwa hivyo wakalala chini na tumbo. Wakavuka na tumbo akapita ng'ambo hiyo nyingine. Mwenzake naye akaona huyo naye pia hivyo hivyo, naye pia akalala chini, na ni mchanga, hakuna maji. Akavuka akaenda naye akafika. Haya, wamebaki wangapi? 5. Hivyo hivyo wakavuka hivyo hivyo. Walivyofika kule,
wakajihesabu, wakajiona kwamba mmoja amebebwa, wako 6. Mmoja amebebwa, maana wamejihesabu, wanaona wako 6. Wakivuka walikuwa 7. Sasa wakaanza tena kutoka kule hivyo hivyo wakivuka, ili wajue mwenzao amebebewa pande ile ama ni Haji. Wakavuka hivyo hivyo. Nakwambia kwa sababu ya ujinga wao walipoteza karibu siku nzima pale, wakivuka wakirudi, wakivuka wakirudi, mpaka pakatokea mtu ambaye anajua mto ni nini, akawatofautishia mto uliojaa maji na mto ambao hujajaa maji. Saa hii ni wakati wa mafuriko. Kuna watu wengi wanasombwa kwa sababu hawajui mafuriko yanakaaje. Wao wanaingia wakifikiri ni maji ya kawaida, wanasombwa wanaenda. Na kuna wengine wanaingia hawajui maji yakifika hapa kwa magoti ndio hatari. Usiwahi vuka maji ambayo yanakufika hapa kwa magoti. Hapa ndio huwa hatari. Kwanza ndio huwa watu wengi ubebwa hapa, maanake miguu yako hapa ndio huwa inajikunjia. Kwa hivyo ikiguswa kidogo hivi basi. Na ukitaka ujue, simama tu ndugu, na mtu aje akuguse tu hapa nyuma hivi, nione kama itaenda hivi. Sitaenda hivyo. Hivyo ndivyo watu wengi wanasombwa na maji. Maji ambayo si rahisi kukubeba ni yale ya maybe yamekufika hapa. Hayo naweza na uondoe kitu inaitwa uoga ndani yake. Na pia haufai kwenda na hayo maji vile yanaenda. Ni vizuri ujaribu kwenda upande tu. Kama unapanda ukiyafuata vile yanatoka. Maana ukienda vile yanaenda, si ajabu yatakuja tena yaanze kupita na huko. Kwa hivyo yule jamaa alipotokea sasa, anaitwa jamaa mwerevu. Ndio nasikia kila wakati kuna wanawali 5 wajinga na kuna wanawali 5 werevu. Wale jamaa walikuwa 7 wajinga. Yule alipotokea ndiye akawaambia ya kwamba huu mto hauna mafuriko yoyote. Huu mto unafaa kufuka ukiwa umesimama. Kwa hivyo hii mambo ya kutembea na tumbo, mmepoteza wakati wenu hapa bure. Maana mto hauna maji. Mlikuwa ni mvuke kwa mguu mkitembea. Wakauliza, na mbona tumepungua? Akawauliza, wakati mlikuwa mnajihesabu, wewe ulikuwa unahesabu wenzako unajihesabu? Akasema sikuwa najihesabu. Basi ujinga ndio huo. Wewe unahesabu mpaka 6. Wewe mwenyewe unajiacha. Mmeshinda hapa siku nzima. Wakulaumu hapo alikuwa ni nani? Ndio naona huwa ni vizuri wakati mwingine kukaa na babu yako akuelezee vitu fulani. Kukaa na babu yako akuelezee vitu fulani. Wasichana mnakaa na nyanya anawaelezea vitu fulani. Ndio maana Paulo akasema katika kitabu cha Timotheo na hata kitabu cha I think Ephesians, ya kwamba wale waliokomaa wakalisheni wale walio chini yenu katika umri mdogo. Kuna wamama wale walio wadogo na kuna wamama wale waliokomaa. Kwa hivyo waulizane mawaidha, wafundishane. Kama hawa wangekaa chini ya wazee wangefundishwa kuvuka mto nini. Lakini siku zote ujuaji wao ndio ulikuwa ujinga wao. Kwa hivyo usikubali ujuaji wako ulete hasara badala ya kuleta faida. Na ujinga wote unaondolewa na neno la Mungu. Biblia inasema hata kwa upande wa watoto, usimnyime mtoto wako kiboko, kwa sababu unapomnyima kiboko unaachilia ujinga ndani yake, na kiboko ndicho kinaondoa ujinga. Kiboko inaweza kuwa neno nzuri, ushauri mzuri wa mwanao. Kiboko iliyotajwa kwa Biblia si lazima iwe ni kiboko.
Kiboko ni ushauri ulio wa sawa wa mwanao, na nyinyi nyote mliokaa hapa ni wana katika ufalme wa Mungu, ni watoto wa Mungu. Kwa hivyo kiboko inaweza kuwa neno la Mungu, kiboko inaweza kuwa maombi utakayomwombea mwanao. Yesu anatuombea kule juu mbinguni, lakini anapotuombea lazima nasi tuwe katika hali ya kuomba. Aliwaambia wanafunzi wake, msiache kuomba maana adui anawatafuta. Kwa hivyo tusiache kuomba, maana majaribu hayana budi kuendelea kuja. Tusiache kuomba, maana dhiki zitaendelea kuja. Lakini wale watakao kuwa waaminifu, wale watatembea na neno la Mungu, wale watatembea kwa uaminifu, maandiko yanasema Mungu atakuwa pamoja nao. Wale wana wa Israeli ambao walitii wakaenda sawasawa, hawakuingilia mambo ya kidunia, hawakuanza kuabudu miungu mingine, walienda na neno la Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba Mungu aliwafikisha katika nchi ya ahadi. Juzi tulikuwa tukisoma kuhusu Joshua kwamba Mungu alimpatia Jeriko na akampatia na ufalme wake. Na sisi, ni maombi yangu, tunaweza jiona tuko wachache, lakini katika ulimwengu wa roho tuko wachache. Ndio maana Yesu akasema, mahali 2 watatu wakutanapo kwa jina lake, wakaomba chochote atawapatia. Kwa hivyo nguvu yetu ni uaminifu wako. Nguvu yetu hapa kai kanisa ni uaminifu wako mbele za Mungu, si uaminifu wako mbele kwa pastor. Bwana Yesu asifiwe. Usiniogope mimi, ogopa Mungu. Maana ukimwogopa Mungu, tutakapoingia kwa maombi tutakuwa na breakthrough. Tutakapoingia kwa uimbaji hapa tutakuwa na breakthrough. Bwana Yesu asifiwe. Na ukingojeka usivunjike moyo. Maandiko yanasema lazima dhiki zitatujia, lakini tuwe waaminifu. Vita vitakuja, lakini tuwe waaminifu. Usivunjike moyo. Jirani yako akijenga nyumba na ikaanguka, usiache kujenga yako, endelea kujenga yako. Haimaanishi ya kwamba yako pia itaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Maana siri ya maisha yako aijuaye ni Mungu. Kile unachowaza anayejua ni Mungu. Kile unachopitia anayejua ni Mungu aliye juu mbinguni. Mimi huenda kwamba nisijue mambo yako, hata nikajua kidogo, lakini ajuaye maisha yako na anayebeba maisha yako ni Mungu aliye juu mbinguni. Kwa hivyo usiweke matumaini yako kwa mwanadamu yoyote. Weka matumaini yako kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na kama wewe ni kiongozi, Mungu amekupatia neema hiyo ya kuwa kiongozi, wajibika katika uongozi wako, uone kama Mungu atakutumia vilivyo. Mungu anangojianga tu wewe ujitokeze, uwajibike, ujitolee katika nafasi yako, na huyu Mungu atajidhihirisha kwamba yeye ndiye aliyesababisha wewe ukawa appointed. Because in the Bible, pastors are called, but leaders are chosen. Bwana Yesu asifiwe. So Jesus calls the pastors so that they can appoint and they choose leaders. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu Yesu ameita wachungaji, walimu, wainjilisti, mitume, so that hao walimu na mitume wakachague viongozi. Viongozi hao wafanye nini? Waweze kukamilisha ule mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa kuna mwinjilisti, kuna mwalimu, kuna mtume, na kuna nani nimesahau, pastor na nabii, hao watano. Katika hao watano kuna kuzaliwa kwa viongozi fulani katika kanisa, ndio ule mwili wa Kristo ukakamilika. Angalia mwili wako vile ulivyo na viungo vingi. Katika kanisa ama mwili wa Kristo, kila mshirika kuna sehemu ile Mungu amempa afanye, na usipofanya anaweza akakuadhibu kwa kutokufanya, na anaweza akakuadhibu na ukawa hujui. Wangapi wanaangamia hospitalini
Wangapi saa hii wako inakoma, Mungu amewaongelesha wamtumikie na wataki. So kuna mambo fulani yanafanyika, yanaendelea katika ulimwengu wa roho, mpaka siku atafikishwa mpaka kwa ukuta kabisa, aseme Mungu nimekubali. Ametambua na kuweka vitu vya dunia zaidi mbele yake. Anaona yeye ni tajiri mkubwa, ana shida yoyote. Katika hali ya utajiri wake, ile pesa yote inachukuliwa, inaisha, inamalizwa na shetani. Mungu ndiye anaachilia ule shetani, anazimaliza kabisa. Anataka nini? Anataka kumshukisha ule tajiri chini. Anataka kuondoa ile kiburi ili amtumikie. So mambo mengine unaweza ona yanatokea katika maisha yako, uelewi kumbe Mungu anataka umtumikie. Kuna kitu Mungu aliweka ndani yako, na kila wakati akikuongelesha uelewi, kwa sababu haujawahi ingia deep katika maombi. Haujawahi soma maandiko katika maombi, ukajua sauti ya Mungu inapoongea na sauti ya adui inapoongea. Sasa kitu cha muhimu zaidi leo, ili tukapone na mambo yanayoendelea duniani, Mungu atusaidie tukaweze kuijua sauti ya Mungu. Tukaweze kuijua sauti ya Roho wa Mungu akituongelesha. Roho wa Mungu anaweza kukuongelesha kupitia kwa ugonjwa fulani. Roho wa Mungu anaweza akakuongelesha kupitia kwa njaa au shida fulani unayopitia. Mungu anaweza hata akakuongelesha ukijifungua. Mungu anaweza hata akakuongelesha kupitia kwa nabii wake. Roho wa Mungu anakuongelesha. Anaweza pia akakuongelesha kupitia kwa ndoto. Anakutafuta umtumikie. Na si lazima utumike kwa utumishi wa uchungaji. Si lazima utumike kuwa ati utumishi wa uinjilisti au walimu au mtume au nabii. Anataka umtumikie, uwe na kitu unafanya kwa nyumba yake, ndio alinde afya yako. Wewe unataka uwe na afya nzuri na umtumikie Mungu. Na sheria inasema, ama kanuni ni kwamba 23 Kutoka mstari wa 25 inasema ukimtumikia ataondoa magonjwa. Nisiende mbali tu, hiyo tu. Ukimtumikia huyu Mungu ataondoa magonjwa. Sasa wewe ni mgonjwa kwa sababu hutaki kumtumikia Mungu. Wengi, mtu anasombwa na maji kwa sababu anamtumikia adui. Kile ambacho kinaendelea saa hii Nairobi, kimetokea eneo zima, ni kwamba watu wamrudie Mungu. Huwezi kusema kwamba katika county almost 40 counties ati kuna ukame, kunatangazwa disaster, kwamba ni njaa iliyoko sasa imekuwa ni disaster, ni tisho katika wananchi. And at the same time hizo counties zilikuwa zimetangazwa mvua imekuja ya mafuriko na inamaliza watu. Kuna kitu ambacho kinatakikana watu wajue, kwamba tumemkosea Mungu na ni wakati wa kurudi. Ni wakati wa tuombe Mungu atuhurumie, alete mvua kama ile alikuwa akileta kitambo. Ilikuwa inaletwa na mavuno, watu wanavuna. Siku hizi inakuja mpaka kilipandwa chote kinazolewa, kinabebwa. Niliona hata wengine wanabeba mbuzi amesombwa na maji huku pande za sijui, ni ukienda Magarini huku. Hii Athi River ilikuwa imebust. Ni Tana River ilikuwa imebust. So mbuzi amebebwa amekufa. So wao wanaenda wachinje. Unaona? So mvua ile ya mwanzo, tukitubu na tulilie Mungu na tuache maovu yetu, usherati tuachane nao, ufisadi tuachane nao, kumwaga damu za watu tuachane nazo, Mungu ataponya nchi yetu ya Kenya. Nchi yetu ni tajiri sana, na nchi yetu Mungu anaipenda. Na hakutatangazwa tena majanga ya njaa, hakutatangazwa tena mafuriko, na hakutatangazwa magonjwa ambayo mpaka watu wachanjwe, hayana tiba. Magonjwa yanayokuja hayaeleweki. Maana Mungu mwenyewe alisema, msipotii sauti yangu, hata nitaachilia magonjwa ambayo hamukuwahi kuyaona. Yatakuja katika nchi, yatakuwa ni kama pigo. Magonjwa yatakuwa kama pigo, mafuriko yatakuwa kama pigo. Kwani wakati wa Nuhu si alikuja mafuriko, na akasema atamaliza nchi tena na maji. Kwa hivyo sikumalizika kwa nchi, ni watu wanapigwa pigo na Mungu wamgeukie. Na ni maombi peke yake. Maandiko yanasema where there is no vision people perish. Kwa hivyo ikiwa hatutakuwa na macho ya kuona kile kinaendelea katika ulimwengu wa roho,
people will perish. Watu wataendelea kuangamia, na watu wataanza kusema mbona sijui nini. Tuta complain about Nairobi County kwamba those drainages asifanyi kazi na ni kwa nini ambao kila wakati mambo yameharibika ndio tunakumbuka? Ni kwa sababu watu wameacha kumtegemea Mungu, wanategemea akili za mwanadamu. Unategemea drainage, badala umuombe Mungu aguse mtu wa drainage, abadilishe drainage, aache kuweka pesa za drainage mfukoni, aanze kutumia hiyo pesa kutengeneza drainage. Kama tumemgeukia Mungu, Mungu naye ametugeukia, ametuacha. Ukimwacha Mungu naye anakuacha, lakini ukimtumikia naye atakulinda na atakuepusha na magonjwa. So chenye tumebakisha katika nchi yetu ni tumgeukie Mungu, tuachane na maovu, maana maovu yamezidi. Damu ambazo zinalia ni nyingi, damu ambazo hazina hatia. Watoto wanakufa, watu wanauliwa pasipo na sababu. Hiyo damu sasa inadai, ardhi hii inalia, na ikilia ndio maji nao ndio haya yanakuja, maana yanataka kusafisha uchafu wote, iondoe. Kwa hivyo ni maombi peke yake na kutubu, kama vile maandiko yanasema 2 Chronicles chapter 7 verse 14 ya kwamba endapo watu wa Mungu watalia na kunyenyekea na kutubu na kuacha uovu wao, basi na mimi nikiwa Mungu niliye juu mbinguni nitasikia sauti yao na kilio chao, na nitashuka na nitaachilia uponyaji katika nchi. Hapo ndipo tumefika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwenye anaweza tusomea hayo maandiko? Nataka nimalizie hapo. Sitahubiri sana kwa sababu leo ilikuwa ni siku ya kumaliza mfungo. Second Chronicles 7:14. Tunaweza anza 13 verse 13. Mwenye anasoma anaweza kuja hapa mbele, asimame tu hapa asome akiwa hapa. Taka tumalizie hapo. Second Chronicles, hiyo ni mambo ya nyakati, sio? Mambo ya nyakati. Na mtu amepata kuanzia verse 13. Kama umepata ukuje usome ukiwa hapa mbele, patie kipasa sauti. Naweza simama huku tu kama tu hapo some. Mambo ya Nyakati mlango wa 13 mstari wa kwanza unasema, katika mwaka wa 18 wa mfalme Yeroboamu Mambo ya Nyakati Mambo ya Nyakati 7. Ulikuwa umeenda 17 13. Okay, sawa. 7 verse 1 13. Okay, asante. Nasema kuwa nikizifunga mbingu isiwe mvua tena, nikiamuru nzige kula nchi, au nikiwape. Umeanza mstari gapi? Wa 13. 13. Ndio. Haya, anzia tu hapo. Ama hiyo kitu nimekuwekea imekuziba? Haya. Nikizifunga. Anza hapo 13 tu, hivyo hivyo mstari wa 13 ukishuka. Hapo. Endelea. Nikizifunga mbingu isiwe mvua tena, nikizifunga mbingu isiwe mvua. Nikizifunga mbingu isiwe mvua. Haya, endelea. Tena nikiamuru nzige kula nchi. Alafu kuna wadudu ambao mkishapanda chakula wanakuja wanakula. So hiyo ni ishara ya kuanisha njaa.
Kwa hivyo mvua isinyeshe, na pia kama kuna chakula zige zikuje sifagie. Haya. Au nikiwapelekea watu wangu tauni. Tauni, magonjwa yasiyokuwa na tiba, disaster. Tauni si ni disaster kwa Kizungu? Haya, endelea. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Endelea mstari wa huo. 15. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Amen. Waombao mahali wapi? Hapa. Kwa hivyo lazima tuanze hapa. Hili nchi yetu ipone, lazima tuanzie maombi wapi? Hapa. Hivi tulivyo tuko katika nchi gani? Nchi ya Kenya. So maombi yaanze hapa, majengo mapya katika nchi ya Kenya. Sasa wewe na mimi tusipokuwa waaminifu, na ndio tunaambiwa sahii tuombe na maombi yaanze hapa, tena ikiwezekana leo, na wewe sasa si mwaminifu, hii maombi itafika mahali. Sasa watu walioitwa kwa jina la, sasa kazi iko hapo. Wengi ni wale ambao hawajaitwa kwa jina lake, wanafanya vituko huko nje na wanatembea na hii Biblia, wanatumia hii kama kujitetea. Akisimama mahali apishwe aingie, akishaingia huko anafunga tena, kama iko na kamfuko anaweka, alafu sasa aanze vituko vyake. Kwa hivyo anatumia hii kama access, anatumia hii kama ATM ya kuchuma chenye anataka. Hayo ndio mambo yaliyomkasirisha Mungu. Sana sana wale ambao mmejificha kwa Biblia, hilo ndilo jambo ambalo limemkasirisha Mungu. Mungu amekasirika kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya. Mungu amekasirika kwa ajili ya wanadamu wanaoishi Kenya. Mungu amekasirishwa na uovu ambao unaendelea Kenya. Mungu amekasirishwa na umwagaji damu unaoendelea Kenya. Mungu amechukizwa na uchafu ambao uko Kenya. Ni wakati wa kufagia, na tutafagia kwa maombi. Tutafagia kwa kumlilia Mungu. Tutafagia uchafu ulio Kenya kwa kuomba na kumlilia Mungu. Wale ambao wasiotaka kuwabadilika, Mungu mwenyewe atatumia njia yake. Kazi yangu na wewe ni kuomba. Wacha Mungu akafanye kazi yake, kwa sababu wengi wamejificha. Wengi, karibu 80% ya watu ambao ni Wakristo wamejificha ndani ya ngozi ya kondoo, lakini wengi ni mbwa mwitu. Nyumba ya Mungu imekuwa ni biashara. Badala ya kuhubiri mambo ya wokovu na kuacha dhambi, wengi wanaogopa kuhubiri hiyo, kwa sababu wao ndio wanaongoza kwa hayo maovu, na wanajiita wachungaji, wanajiita walimu, wainjilisti, wanajiita mitume, wanajiita nini, hao wachungaji, walimu, wainjilisti, mitume, yote na walimu. Sitataja hiyo ingine kwa sababu hiyo haijatajwa kwa Biblia. Hiyo ya askofu haiko hapa. Kwa hizo 5, ikiwa itakuwa 6, na tutakuwa tumeambiwa usiongeze wala usipunguze. Ya askofu ni ofisi, na yeye anafaa kufanya kazi chini ya hiyo ofisi ya hawa wachungaji na walimu. Yeye afanye kazi chini ya hawa 5, kwa sababu yake ni ofisi. Ofisi inatoka na wapi? Inatoka kwa mchungaji. Ofisi inatoka kwa mtume, alafu yeye anaingia kwa hiyo ofisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kanisa, tujitie moyo.
Tangia uzaliwe, uingie shule primary, usome, ulikuwa unaambiwa Yesu atarudi. Yesu ako karibu kuja. Lakini wacheni niwaambie, dalili za kurudi kwa Yesu zimekaribia. Ishara zimeanza kuonekana. Kila wakati utakuta hapa kanisani, every Sunday tunapata ripoti ya kuna mtu amefiliwa na jamaa yake. Hiyo ni dalili moja kwamba siku za mwisho maafa yataongezeka, kwa sababu uovu utaongezeka. Vita vitakuwa kila mahali. Ndugu kwa ndugu atainukia ndugu yake. Mtu ataangusha, ataua ndugu yake kwa sababu ya mali. Mtu ataua mke, atammaliza mke kwa sababu ya mali. Unakuta mwanamume anaua mke wake, ama mke anaua mwanamume, anamamaliza kabisa, anamwaga damu kwa sababu ya utajiri. Mwenzake anaroga mwenzake kwa sababu achukue mali. Yaani chuki itaongezeka na upendo wa wengi utapoa, kwa sababu wengi watapenda fedha kuliko Mungu. Watapenda fedha kuliko maisha yao. Watapenda fedha kuliko maisha ya jirani yake. Wengi watakuwa na ubinafsi. Wengi watakuwa wanafanya kitu kujinufaisha kwao, wajaze matumbo yao, wajaze mifuko yao. Lakini wale wengi ni wale watakao kuwa maskini. Hiyo ni dalili ya mwisho. Na hizo vitu zinaendelea saa hii. Utakuta kila mtu anapigania kuwa tajiri, na akishakuwa tajiri hataki kujua mwenzake hapa anayeteseka analala wapi, anakula nini, anafanya ni maisha yake, anaishi vipi. Hiyo ndio siku ambazo tunaishi, na nizo siku za hatari. Yaani ni kila anayetafuta ako mbioni kutafuta. Watu wameacha Mungu, wameingia katika hali ya kutafuta kuliko kumtafuta Mungu. Na sasa mambo yameenda opposite. Shetani ameleta shughuli nyingi katika maisha ya mwanadamu ili amtenganishe na Mungu. Ni maombi peke yake, ndugu zangu, yatatusaidia. Maana shughuli zimeletwa, shida zimeletwa, makusudi usukumwe mbali na Mungu. Uingie, utafute, ung'ang'ane, hata ukatafute ushauri kwa watu wa dunia kwa sababu ya shida, ili utoke kwa Mungu. Ukifika mahali kama hapo, piga magoti, mlilie Mungu. Mwambie Mungu, mahali imefika, chukulia hapo uendelee. Siwezi kutafuta ushauri kwa mchawi ama mganga ama mlevi. Nataka nipate ushauri kutoka kwa haya maandiko. Na mtumishi wa Mungu atokezee, alete neno niweze kupona maisha yangu. Maana hapo ndio tumefikishwa. Tuombe misaada. Ukutane na mlevi, umuombe msaada. Yaani ukutane na mtu ambaye akili zake bado ziko na hali ya ujinga, lakini wewe unataka ujinga wake upate ushauri kwa ujinga. Utasaidika vipi? Ni kupotea. Na hapo ndipo tumefika. Tuombe Mungu sana, tumulilie Mungu sana, na tuishi maisha ya matakatifu. Hii sitaacha kuambia kila wakati. Mtoto wa shule, ishini maisha yaliyo ya sawa. Bwana Yesu asifiwe. Muishi maisha yaliyo ya sawa. Hata huko shuleni mkienda, ukiona vituko havieleweki, kaa kando, usijihusishe. Maana kuna mashule mengine ukienda, sijui kama Kenya amefika, lakini nchi zingine mnaenda kule zile vyakula mmelishwa viko na mambo yao. Ni ya kurikuruti. Ukipeana peremende zina rikuruti watoto polepole. Katika dunia nyingine adui halali anatafuta mwanya kila wakati na kila nafasi anaoweza, iwe ni kupitia chakula, iwe ni kupitia neno lolote litakalotamkwa, iwe ni kupitia hata wimbo. Manake kusikiza kwa masikio na kuona kwa macho na kula, ndivyo unajisi mara nyingi unaingia katika maisha ya mtoto wa Mungu. Nyimbo unaozisikiza zinajali sana. Mahubiri unaoyasikiza yanajali sana katika maisha yako. Vitu unavyoviona kwa macho yako hivi, kama ni movies, kama ni nini, vinajali sana katika maisha yako. Na vingine vinavyoingia, either viweekend mtu wako wa ndani ambaye ni Roho Mtakatifu aanze kuwa ana nguvu ya kukuhudumia, kwa sababu hana nafasi ya kuingia kae hapo. So mara nyingi itategemea na zile vitu utakavyovipokea kupitia kwa kuona, kwa kula na hata kusikia. Kwani watu wengi wameangamia kwa kusikia
na imani yao ikavunjika. Maana niliwaambia maisha yako katika ulimi wako. Jinsi utakavyoishi, ukitaka uwe tajiri ni ulimi wako. Ukitaka uwe maskini ni ulimi wako, vile utakavyoongea. Ndio maana watu wengi unaona hospitalini mtu anaenda anaombewa, na ukimaliza kumwombea hapo akitoka, yani akiwa hapo hospitalini umemaliza kumwombea, tena umeombea kabisa, alikuwa ainuki kwa kitanda, ameinuka mpaka ameketi, mpaka amegeuka hivi akaangalia hivi akauliza, kwa hivyo nilikuwa niko hospitalini? Anasema unakubaliana. Baadaye kuna kuja ambaye amekuwa na yeye hapo, badala aseme amepona, atasema kuwa atapona. Hayo ni mambo mawili tofauti. Mtu ambaye alikuwa amelala hawezi kuinuka, wewe umemwombea, ameinuka, ameketi. Mtu huyu amepona ama atapona? Kwa hivyo kuna tofauti ya the word will and the word shall. Will inamaanisha kwamba inaweza ikafanyika, lakini haijulikani ni lini. Shall itafanyika, imefanyika na itafanyika. Hata kama haijafanyika itafanyika lazima, na imekuwa. Lakini hii will inaweza enda even mpaka 10 years. Ni kama kitu kinaitangwa promise. Kumwahidi mtu kitu, hiyo kitu huwa naamini kuwa atapata ile siku kitakuwa mikononi mwake. Kwa hivyo nikikuahidi kitu na kama sijawahi kukwambia ni siku gani utakipata, then huna haki ya kuja kunidai, kwa sababu sijawahi kukupatia date. Nilikwambia tu nitakupa. Hiyo inaweza enda mpaka Yesu akarudi, ukingojea. Ni ahadi iliyowekwa, lakini sasa haukujifunga kifungo cha maisha. Uliweza kuachilia hivi hivi, nusu umejifunga, nusu hujajifunga. So yule mtu anabaki tu pale na ugonjwa, kwa sababu huyu aliyekuja amsemee, amemwambia atapona, badala ya kumwambia umepona. Na hivyo si inakuwa unatoka kuombea mtu hapo, ukimaliza kumwombea anakwambia na hii pressure yangu imenipeleka kweli kweli. Umemwombea hata pepo imetoka imeenda, na badala ainuke ashukuru, anasema hii pressure yangu imechukua almost 10 years. Kumbe hata aliipatia certificate, na nyinyi mnapigana na kitu ambacho tayari kiko na certificate kwa nyumba. Hata si ajabu hiko ameiweka kwa kabati. Unamwombea mpaka dini linaongea, linasema nyanya ndiye ilitoka kwa nyanya, akachoka nayo akaituma kwangu. Kwa hivyo na imetoka imeenda, na baadaye wale walio nao wanasema hii sukari ni ya ukoo, na kama itaenda itabidi tuongeze maombi. Sasa unaongeza maombi gani? Yesu wapi aliongelelea juu ya kuongeza maombi mbele ya pepo ikiwa imeenda? Si pepo imeenda? Inuka umshukuru Mungu, ushangilie, na uende ukajionyeshe kwao kwamba pepo la sukari limeondoka. Wengine wanakuanga na kidonda mpaka anakatwa mguu kwa sababu ya kutokujua. Watu wangu wanaangamia kwa kutokujua, kukosa maarifa, kukosa ufunuo. Mungu akajaza ufunuo ndani ya maisha yetu, ya kwamba kitu chochote kitakachotokezea mahali hivi ukakitambue. Kama ni kaugonjwa ukakatambue kakiwa mahali kalipo, na ukakemee na mapema. Kitu chengine kitatufanya tuendelee ni kwamba even when you are hurting, the Bible says
that you are not weak, you are strong. You confess positively. Hata ukaona dude linatokea pale ni simba, you have a right uiambie kama wewe ni simba wa kweli, jitambulishe na usimame na ujasiri. Why? Biblia inasema tumepewa mamlaka. We have been given dominion, power from the beginning. Mungu alipoumba wanyama, akaumba kila kitu, hakuwapa dominion. Dominion was given to a man. So you have power and mandate. You have authority to command a snake, to command anything, serpent, anything deadly. You have power and authority. Kazi kubwa ni kujiamini. Na siri nataka kuambia, shetani anafanya kazi na uoga. Akitaka kukumaliza, atajaza uoga. Ndio maana ukiona simba utakimbia. Nini? Ni nini inakufanyanga ukimbie? Basi. Ukiona nyoka unaruka hata kama ni juu ya meza. Ni nini? Basi. Na yeye Mungu anasema amekupa nini? Mamlaka. So mamlaka mbona unaweka mfukoni? Unachukua mamlaka unaweka mfukoni, alafu sasa unakimbia nayo. Unajua yangekuwa yameonekana hata watu wangesema huyu apelekwe polisi. Maana amepewa mamlaka, lakini ameweka kwa mfuko ndio huyo amekimbia. Ni sawa. Wacha tujue wokovu maana yake ni nini na dominion ni nini. Let's exercise our dominion. Kwamba Mungu alikwambia amurisha na uamurishe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilianza kuwa mjasiri hata kama kabla hata sija mjua huyu Yesu. Wakati ule nilikuwa nyoka nimetambua amelala hapa, ameleta kichwa na mimi nimesimama. Ni sawa, nilikuwa katika teritorio yake. Kwa sababu hiyo miti ndiye alikuwa niliambiwa alikuwa anapenda kukaa hapo. Na mimi nikaenda hapo nijikae kidogo kivuli. Sasa kumbe ameshuka polepole, amekuja amefanya nini? Amelaza kichwa chake hapa hivi. Mimi nasikia kitu si joto, si joto, huwa ako na moto. Kwa sababu damu yake inakaa iko na moto. Sasa unasikia niko kwa kivuli lakini nasikia na nasikia kitu iko hapa soft. Na si majani, nikigeuka hivi naona ni ule wa green, anafanana na miti. Na kanafunga macho, kanafungua. Kana kwamba kalifika. Sasa mimi sauti ya Mungu ikaniambia hata usinyanyuke. Wewe simama vile uli. Na sikuwa najua maandiko yale nao yajua leo. Lakini nikachukua huu mkono tu hivi. Nikauleta tu polepole. Huu sasa, manake huu haungeweza kumpiga. Nikakuja hivi tu nikafanya kama nampangusa. Nilipofanya kama nampangusa ndio akainuka juu hivi. Kumbe huwa ni kama uruka, wana mabawa. Kaenda akaanguka huko. Siku ingine pia nikakanyanga mwingine. Nilipokanyanga aliniuma. Lakini sikwenda hospitali. Nikakumbuka yale maandiko, manake hapo nilikuwa nishaanza jua hii maandiko imeandikwa Mark 16. Tutakanyanga nini? So mimi I stood with that scripture. Na niliporudi kwa boma, manake ilikuwa ni huko bara. I told my mother nimeumwa na nyoka. Akababaika sana, lakini nikamwambia mimi hakuna kitu itanifanya. Kwa sababu niko na sumu zaidi ya nyoka. Wakati Mungu anakupa, Yesu anasema mtakanyanga vitu viko na sumu, ni kumaanisha wewe una sumu zaidi ya hiyo sumu. Ile sumu ulio nayo ndani ya mwili wako ni zaidi ya sumu ya nyoka. Na siwaambii msiende hospitali, nategemea imani yako. Sije nikafuatwa na madaktari, kaambiwa naambia watu wasiende wakiumwa na nyoka. Mimi niliendelea na nikawa sawa, ilibaki tu ile alama. Akaendelea akapotea. Na mpaka leo ilikuwa ni mguu. Mpaka leo niko sawa.
Siku ingine nikiwa natembea hivi natoka kwa kulisha, wakati huo nafikiri nilikuwa nikija huku na kurudi, nimepita kwa barabara hivi na ng'ombe wale wa kuvuruta ile kitu ile, mnaelewa. Tumefika mbele hivi, dude limetoka huku barabara pande hii mpaka pande hii na bado laendelea, lakini liko tulapita. Sasa hii kashindwa, hii ni nyoka ya aina gani? Mpaka ng'ombe wamepitisha hiyo kitu juu, dude bado lapita. Mimi nikasimama nikaliangalia hivi, it took like dakika 4 dude likipita, kichwa iko huko, mkia bado huko na barabara hapa inapita. Nilipoeleza huko nikaambiwa hiyo haionekani. Wewe una bahati umeona hii. Haionekani kumaanisha huyo ni mlinzi wao, analindanga hiyo milima. Kitu cha tatu ambayo najua hata nyinyi hamjawahi ona hapa, hii kitu inaitwa radi. Wangapi mliwahi ona radi? Unaiona hivi, uliwahi ona? Inafanana na nini? So hii inalia sio? I met hiyo kitu ikikuja kwa njia hivi. I saw a rooster. Kuku ile jogoo red inakucha, alafu kichwa ilikuwa inafanana na hiyo kitu unasema shoka ile ilokasi, ndio Mimi nilijikuta tu kwa miba, sijui nilifikaje huko, but nilijikuta nimerushwa, niko kwa miba. Ndio siku moja mhubiri mmoja akihubiri akasema, destiny yako wewe ni kubwa. Kuna kazi Mungu ambao anataka ufanye haujamaliza, na lazima utaifanya. Na wakati huo nilikuwa sitaki kusikia mambo ya kuambiwa ati wewe utakuwa si pastor. Wengi walikuwa wakiniita father. Father yule wa kuweka ile nyoa hapa kwa shingo, na ile nguo nyingine unaweka alafu unaficha kachupa hapa. Kipatwa na kiu kidogo na pinda kidogo unachapa unakuja na Bwana wabariki. Nilikuwa napewa hiyo jina mpaka nikiwa secondary, jina ni father. Kuna ndugu mmoja akija hapa kushiriki nasi, tumeongea naye jana, akiniambia vile alikaa kwa jama. Akija hapa anaweza asahau mumsikia ameniita father. Mama anamjua. Kumbe nilikuwa naibishwa. Nione mambo mengi, nipitie mambo mengi, niishi. Ndio nikaambiwa nyota yako ni kubwa na utamtumikia Mungu kwa zile vitu umeona na yale umepitia, au kufa utaishi umtumikie Mungu. Na mengi sijawahi sema nimepitia, lakini yote nilijua hii Mungu alikuwa ananiandaa nimtumikie. Kwa hivyo nawatia moyo kuambia, mbali na yote ambayo umepitia na kile chenye bado hujapitia, kikikuja ujue ya kwamba Mungu anataka umtumikie. Na Mungu ndiye anaruhusu kwa sababu fulani upitie hayo, ndipo ukitoka hapo, wale wasomi wanaweza kuandika kitabu, waandike kitabu. Wale usioweza kukiandika unaweza kuongea ukiandikiwa na yule atakuandikia kitabu. Uwe na nyimbo zako utakaoziimba. Kuna waimbaji wengine naona wakiimba kwa YouTube, anaimba lakini machozi inashuka. Huo sio wimbo wa kuimbwa na mtu yoyote tu. Aliyeimba huo wimbo akilia anajua kwa nini. Na wewe ukiimba na ulii, utakubariki. Anaimba hivi machozi yanatiririka. Kuna kile alipitia akaimba akilia hivyo. Sasa wewe ukija hapo ukituimbia wimbo, inamaanisha sisi pia tulie na tukumbuke yale ambayo alipitia. Afadhali tukumbuke yale Yesu alipitia, na tupate kusonga mbele na tupate ushindi.
Mungu atupe nyimbo zetu, Mungu atupe neno, Mungu atupe uponyaji, na Mungu atufungulie milango tuweze kufaulu, ili tukamiliki Jeriko na mali yake, tukamiliki Jeriko na utajiri wake, tukamiliki Jeriko na ufalme wake. Tukiwa hapa tunaweza tawala nchi hii ya Kenya kupitia kwa maombi, kupitia hapa. Pigia Mungu simu mbinguni kuambia tunataka hapa pawe hivi na hivi, tunataka hospitali zetu ziwe na madawa, tunataka watu wakienda mahali fulani wapate huduma fulani. Kama ni mambo ya huduma senda, huduma zipatikane vile inatakikana kupitia maombi, kwani Mungu ndiye anaye control akili za wanadamu, na shetani akija, yeye anakuja kama mwizi. 10:10 inasema yeye huja kama mwizi. Anaiba nini? Anaiba kile kilicho cha Mungu. Shetani hakuja na chochote duniani, alifukuzwa bila kitu. Chochote kile alicho nacho sahihi anasema ni chake, including kile ambacho alikuwa anamwambia Yesu akimpandisha juu ya mnara atampa. Hiyo yote alikuwa amefanya kukopa, si yake. Yote ni mali ya Mungu. Kwa hivyo sisi ni mali ya Mungu, na kama ni mali ya Mungu, hata tuacha tufe njaa, na hata tuacha tutawaliwe na maroho ya kichawi na ushirikina na majini, hatutawatawaliwa na hizo vitu. Kwa nini? Tuko na mamlaka ya kuangusha. Bwana Yesu asifiwe. Na ukija kuomba usije uje uombe hapa, uombe mpaka usiku mzima ukifunga tu majini. Tafuta time, muinue aliye juu, aliyekuokoa. Muinue huyu Mungu aliyekuokoa, maana ukija hapa tu shetani anaweza akakujaza ufunge tu majini, alafu aseme kumbe hapa kazi ni kufunga majini tu, mna promote ufalme wake. Tafuta uso wa Mungu kwanza, tubu kwanza, pigana na hizo nguvu, alafu inua Mungu. Muinue huyu Mungu kwanza, mtangulize yeye, umwabudu. Kuna vidude vingine hata vitakuwa vikisikia tu umeanza kusifu vinakimbia vinaenda vyenyewe. Umeomba, umefunga siku hizo zote, wewe unakuja kubabaishwa hapa na kapepo tu. Kapepo ndio kanakubabaisha. Ufunge mpaka ukoo. Lilia Mungu. Unapomlilia Mungu, sauti ikikuongelesha ikikwambia kuna kitu kinatokezea pale, pambana nacho katika ulimwengu wa roho. Kemea sasa. Sikiza sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunaweza kuwa tuko hapa tunaomba, lakini hatuwezi kuwa usiku mzima ni kukemea mapepo. Bwana akifungua anga, akifungua mbingu, hata vitu vingine havitakaa hapa, havitakaa kwa hii compound. Bwana Yesu asifiwe. Anga ikifunguka nyumbani kwako, kuna vitu vitajaribu kuingia, havitapenya. Kwa nini? Anga iko wazi. Bwana Yesu asifiwe. Kazi itakao baki sasa ni wewe kama mshirika. Mtu akikuita umuombee, unamwekelea mikono na ugonjwa unaenda. Kwa nini? Umecharge. You are full charged. Bwana Yesu asifiwe. Mara nyingine tukimuinua, tukimwongelelea shetani sana, tukiongelelea majini sana, wanamea pembe, wanaingiwa na kiburi. Kwa hivyo ukiona roho inatokezea mahali, kemea. Unapokuja kwa nyumba ya Mungu, fungua maandiko, soma. Ili maandiko ukiyasoma umjibu adui kupitia kwa maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Si Yesu alimjibu kupitia kwa maandiko? Na alipoona jamaa akitoka makaburini alimwambia nini? Alimwambia yule jamaa, alimwambia Yesu, sisi tunaitwa lejo, yaani fupi, tuko wengi. Yesu naye alimwambia nini? Alimnyoshia mkono, hata hakutamka kitu, alipointi hivi na hivi. Wakatoka wakafanya nini? Madude akaingia kwa wale nguruwe, na nguruwe akaenda. Mungu atufikishe hiyo kiwango. Uwe mahali ulipo wewe, ukitamka kitu, wacha majirani waseme wewe ni mchawi. Maana ukiongea kitu kinafanyika. Wacha watu waseme wewe ni mchawi. Na wakikuita mchawi, waambie hata wao wachukue uchawi na wao wakuroge. Na we nao sasa, uzuri Moses haurogeki. Wataroga Yesu.
hawezi kuroga Yesu. Kitu ambacho wanatakanga kutujaza ni uoga. Ati ukisikia hapa kuna mchawi, ukitaka kunyesha anakata kijiti, akifanya hivi inapita, unainuka ukisema mama we, hiyo njia hata si ya kupita. Kwa maana kuna mchawi anakata kijiti, akifanya hivi mvua inapita wapi? Huko. Kitu cha kwanza kukumbuka ni mamako, hata si Yesu. Na unasema hiyo njia sasa ipitiki. Hiyo ipitiki kwani iko na siafu? Njia si itapitika. Mchawi si kama mchawi. Si ni kapepo. Hata unaweza mwambia, unaweza hata enda kwake umuulize umepika nini leo? Uniwekee kidogo. Tumishi, nataka tuanze kutembelea wachawi. Wale mnawajua. Tukikuta kwa huko tunawaombea. Halafu tukishawaombea kishaokoka tunawalisha Holy Communion. Wachawi sasa na waganga. Tukishawaombea na wameokoka, tunatembea na Holy Communion, tunawalisha. Halafu Jumapili tunawalika kanisani. Nao waganga. Sawa? Usikule chakula chao kwa sababu kama umeenda kwa vita, ukishakula basi ashakuingiza kwa madhabahu yake. Ashakuingiza kwa mizimu yake. But ukimaliza kumuombea, akisema nilikuwa na hii sadaka, chukua. Na hiyo sadaka lete wapi? Hapa kanisani uweke, ili ikakomboe sadaka za zote zenye aliwahi chukua za watu ambao wanaangamia. Maana sadaka iliyopelekwa hapo ni pesa za mtu zimeshikwa. Ni utajiri wa mtu umeshikwa. Na ikija kwa madhabahu ya Mungu, Mungu ataongelesha hizo pesa mahali ziliko, zirudi huko. Kwani unaona vile nyumba za Mungu zimekaa, unafikiri hiyo ni sawa sawa? Na kuna mijengo ingine inajengwa within a month ya kifahari, na wanasema pia wanaabudu Mungu. Na sisi tunayeabudu Mungu wa kweli tunajenga nyumba tu banda, ili mwili wa Kristo uaibike. Nashukuru pale maandiko inasema Mungu aishi katika nyumba ambayo imejengwa na mikono ya mwanadamu. Anaishi kwa nyumba ambayo amejenga mwenyewe, ambao ni moyo wako. That is what God values most. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tuta struggle kuendelea kujenga. Bwana ataleta pesa na tutafanya harambee. Tutajenga nyumba yake. Tuinamishe vichwa vyetu. Nataka tuombe. Wacha tufanye kama wengine hufanya, wanasema tuinamishe vichwa. Wengine wanasema tusimame. Wacha leo tuinamishe vichwa. Baba, katika jina la Yesu, ninasema ni asante. Ninakushukuru kwa sababu ya neno lako. Asante Mungu wa mbinguni kwa sababu tumekuwa na mfungo wa siku 7. Leo ikiwa ni siku ambayo tunamalizia mfungo huu. Mungu wa mbinguni, ninajua ya kwamba kuna kitu kimetendeka katika maisha ya wana wako. Binti huyu na ndugu yule, kuna kitu kipya kimetendeka. Kuna wengine ambao nafasi zao zilikuwa zimekaliwa, lakini sasa ni wakati wakaondoke. Waliokalia nafasi zao, mwenye alikalia nafasi yako, ni wakati wa akaondoke. Mwenye amekalia pesa zako akaziachilie. Mwenye amekalia cheo chako akakiachilie. Pesa ambazo zimekwamishwa. Huu wapita sasa ni mwaka wa 4, pesa zako zimekwamishwa. Ninadai hizo pesa zikaachiliwe kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ambao biashara yako ni pata potea, hiyo biashara hakuna cha pata potea tena. Biashara yako ianze kuwa na misingi. Na mwenye aliye na biashara ndogo, Mungu ukainue kiwango cha hiyo biashara. Biashara ya kupoteza kuanzia leo ikaondoke na iliwe biashara ya faida. Haleluya. Mwenye anatarajia maisha mazuri ya watoto, wakapate maisha mazuri. Mwenye anatarajia cheo chake kazini, akapate cheo chake. Mwenye anayetarajia nyongeza, akapate nyongeza. Mwenye ambaye anatarajia kujenga, pata mahali pako na ujenge katika jina la Yesu Kristo. Mwenye aliye na mgonjwa, huyo mgonjwa
akatoke katika kifungo cha ugonjwa. Wenye walio katika vifungo vya aina mbalimbali, hata wengine hawataki kuona mlango wa kanisa, kwa jina la Yesu, kupitia kwa mfungo huu wa siku 7 wakafunguliwe macho. Kuna wengine wameshikwa akili zao na wachawi, wameshikwa katika ulimwengu wa roho na wachawi. Naomba kwa jina la Yesu wakafunguliwe macho ya kiroho, wakafunguliwe akili zao, waachiliwe katika utumwa wao kwa jina la Yesu Kristo. Baba, maisha yetu yasiwe tena vile. Baba, ninajua kuna ushuhuda utakuja, ushuhuda utakuja, vile Mungu umewainua watu, vile umefungua maisha ya wengi, vile umeponya magonjwa ya wengi, vinye umeondoa hata ngome na umeangusha ngome, kama vile ulivyompa Joshua Yeriko, nasi umetupa mji huu, umetupatia majengo mapya, umetupatia Mombasa County, umetupatia Kenya yote. Mungu wa mbinguni, kwa jina la Yesu tunamiliki nchi hii, na umiliki wetu tunamiliki yaliyo mazuri, yale yaliyo mabaya ukayaondoe katika jina la Yesu Kristo. Nchi hii ianze kuzalisha na mazao yake yakaanze kuonekana kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema tukikulilia utaponya nchi. Bwana, ukaponye nchi yetu ya Kenya, ukaponye nchi yetu ya Kenya. Bwana, ukaponye nchi yetu ya Kenya. Msaidie rais, Mungu wa mbinguni, msaidie rais, Mungu wa mbinguni, na umfungue macho, ukamfungue macho akaweze kuona uharibifu ambao huko katika nchi ya Kenya. Ndiposa akaongoze baraza lake la mawaziri, akaongoze viongozi wale wengine kutubu, akianzia yeye kutubu kwa niaba ya nchi ya Kenya na kwa niaba ya wana wa Kenya. Maana Mungu ukawasikia kilio chao, wakiongozwa na wenye haki. Mungu, nchi hii itapona na mafuriko hayatakuja tena, na watu hawatakufa, na janga la ukame halitakuja tena, mpaka mifugo isiyokuwa na hatia inakufa. Bwana, tusamehe na utukumbuke. Tukumbuke Bwana, vile ulivyomkumbuka Mordekai, tukumbuke vile ulivyomkumbuka Yusufu. Mungu wa mbinguni, ukamuinua kiwango. Inua watoto wako, inua watoto wako, inua watoto wako. Bwana, ni asante. Inuliwa na utukuke Mungu wa mbinguni. Katika nyumba hii najua utaenda kuwainua watoto hawa, utaenda kuwainua viwango. Roho ya umaskini ninaifukuza kwa kanisa hili. Roho ya watu kung'ang'ana kimaisha ninaifukuza katika nyumba hii. Walio korokoroni Bwana, korokoro aina yoyote, vifungo vya aina yoyote, iwe ni jela, iwe ni jela ya kuzimu, iwe ni jela ya Kaisari, walio katika vifungo vya aina yoyote, Bwana waokoe. Wacha mkono wako ukawaguse na uwafikie na ukawatoe katika vifungo vyao, uwaonekanie na uwainue. Asante Roho Mtakatifu, inuliwa Jehova na utukuke. Na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Amen.